Ngoja nikusanue mtazamaji wa Zone Media. Unajua kwamba DC Mwijaku aliondoka Clouds Media kwa sitofahamu kidogo, na kuondoka kwake kuliibua maswali mengi sana, na ilikuwa ni kama ghafla hivi katika uondokaji wake ndani ya Clouds Media kuhamia Crown Media. Sasa Mwijaku alizungumza vitu fulani hivi katika interview yake ya mwisho kabisa ambayo aliweza kuzungumza akiwa jijini Mwanza, ambapo ni kama vile aliashiria kuweza kuondoka ndani ya Clouds Media. Sasa hapa mtazamaji na kuwekea interview ya mwisho ya Mwijaku ambayo aliifanya akiwa na Clouds katika Malkia wa Nguvu ndani ya jiji la Mwanza. Alizungumza, na hii ndio ilikuwa interview yake ya mwisho kabla ya Mwijaku kuondoka ndani ya Clouds Media kuhamia Crown Media. Wanafanya utoto ambao mimi nimefanya miaka 3 iliyopita. Mimi ni tajiri, nipo chini ya Konde, nipo chini ya mfalme. Nini lingine watakujua? Niwaambie tu focus, tumsupport Harmonize tarehe 25 kwenye jambo lake. Hilo ndio kauli mbiu ya sasa hivi. Ni 005. Ujio mpya wa mfalme, ujio mpya wa Konde. Ndio jina la album ya Konde Boy. Unauliza taarabu Pemba tena? Okay. Ndio kweli huo. Okay, aina noma. Tumeona pia kuna mkeka ambao umeandika mrefu sana leo kuhusiana na Rostam. Kuna kitu kikubwa ambacho umekizungumza pale. Kabisa. Okay, ni kitu gani ambacho umekiona kwa Rostam? Warudishe muunganiko wao. Ulikuwa una chemistry fulani ambayo tulikuwa tunapata test ya Bongo Flava. Leo hii ukisikiza Bongo Flava nyingi, ukimtoa Harmonize, King Kiba, hakuna mwingine anaimba muziki wa kurap. Mwanashabata kwa wa kurap hatuna, tunao waimbaji lakini wanaorap hapa hatuna. Kwa watu kama Rostam walikuwa wamekuja na jambo, idea yao nzuri sana. Najua njaa na umaskini umefanya mpaka wa separate. Yule mwingine kaenda kule kajilipua, anashindwa kurudi, visa muda umefika, anashindwa kurudi. Kwa hiyo ni bora ajue afanye namna aweze kurudi, waendelee kufanya muziki wa Bongo Flava. Waliweza kushika kwenye upande wa rap. Kwa ndio maana nimemwambia mtu kama Stamina anaendelea kwa Morogoro, atoke Morogoro aje mjini. Ndio maana ajipati aje mjini. Yule Rostam, yule na Roma naye atoke kule arudi huku, wafanye muziki. Walikuwa wanafanya kitu kimoja kubwa sana. Kwa hiyo nimehemewa na nimependa nyimbo yao. Ndio maana nikaamua kuambia ukweli na kuwasifia. Haina shaka. Expensive life. Maisha ghali nimewahi kuishi duniani. Toka tumepata uhuru ndio mtu maarufu ambaye anaishi maisha ghali. Mimi hapa pekee, hakuna mwingine. Kwa nini? Expensive, of course. Mimi ni tajiri sasa hivi. Alhamdulillah, Mungu amenipa kipato. Unaona maisha yangu yalivyo, nimejipata. Nipo kama hivi, ndege nyingi sasa hivi, mataifa kibao. Ni sehemu ya maisha tu ndugu yangu. Kwa hiyo unatakiwa ujitafute, ujipate. Mimi nishakuwa tajiri. Kuna swala la uchawa ambalo umezungumza hapa na wanafunzi. Mimi ni chawa kweli. Ni chawa kweli, sio chawa masiara. Wewe endelea kuniita chawa, kunguni, jina lolote. Mimi as long nikiangalia account yangu na milioni 100, milioni 50, kwangu wao nisumbui. Mimi nawaendesha machawa wengine, ndio maana wanapata fursa. Kupitia mimi ndio wanapata fursa. Okay. Kwa mimi I'm leading this game. Mimi ndio nilokuja na utaratibu. Wengine sasa hivi wanasafiri, asubirie mimi naongea tajiri. Kuhusu Baba Levo. Sasa unaongea watu wasiosoma machawa hao. Mimi zungumza na wasomi wenzangu. Naomba nipite msomi mwenzangu nao. Mimi naweza kwake hata inaweza nikakupa upige nazo picha. Kwa hiyo alipiga nazo picha. Sasa unauliza taarabu Pemba. Shejo mimi nikutolee milioni 100. Nakupa unapiga nazo picha, una enjoy, unarudisha kwangu. Kwa ni sehemu ya maisha. Ameanza ujenzi hivi karibuni. Sasa mimi unauliza swala la ujenzi, mimi nishavuka miaka iliyopita huko. Mimi sasa natengeneza apartment for business. Tarehe 1, tarehe 5 mwezi wa kwanza nazindua apartment for the business. Okay. Lakini pia tuliona umeiposti Rolls Royce ya Mwambino unapomuita. Ile gari ya hovyo bwana, Sema inaenda wiki, siku moja barabarani, siku moja garage. Siku moja barabarani, siku moja garage. Rolls Royce nimepanda Dubai mimi. Pita kwenye ukurasa wangu utaziona nilopanda Dubai. Sio ile upumbavu wake. Ile gari unapiga breki hapa, watu meno yanauma. Nini? Asanteni sana. Vipi Musa Hussein? Musa Hussein hatumuoni. Sasa mimi Clouds, watafuteni watu wa Clouds, waulizeni Musa Hussein yuko wapi? Mimi mwajiriwa, watafute mabosi, waulize. Sijui kama kusoma nafikiri kwa hapa. Havi kusoma mchezo. Okay. Sasa simelipiwa hela nyingi sana. Nyinyi wenyewe mmelipiwa huko mnaicheza cheza. Okay, DC tumeona pia tumempoteza captain. Captain Jihabash. Jahazi mmeliona? Jahazi jipya mmeliona? Ina mawazo gani? Wameanza na spidi kubwa, jana walikuwa jikoni wanapika. Hili jahazi jipya mmeliona? Nendeni mka-comment pale kwenye jahazi jipya. Okay. Msinigombanishe na management. Sitaki kutoa lolote. Jana wamekuja na ubunifu wa kupika. Dazen anapika kwenye jahazi. Mwende mkaulize hili jahazi jipya. Msinigombanishe na management. Mkalie jimbo pale, Clouds unaona ni nani kumtoa marehemu kaka? Sasa mimi usiniingize nikagombana na wafanyakazi. Mimi mwenyewe napata ugali wangu. Leo nipo, kesho sipo, kakijala.
Mimi hizo hela ndogo ndogo waacheni hao. Mimi dili za 300 400. Ile redio ya maana ile mdogo wangu. Wamewekeza tajiri king. Unasikia kama nataka ufanye usajili. Mimi nipo Clouds unaniambia naenda kule. Mimi nipo Clouds. Lakini unasema mwenyewe. Wewe umeniuliza kuhusu uwekezaji. Kaweka uwekezaji kweli. Lakini mimi ni mwajiriwa wa CMG. Ndio maana unaona niko kanda ya Ziwa. Ni mwajiriwa halali wa Joseph Kusaga na kula makoto yake. Ila siwezi kukataa kuwa king kawekeza. Analipa mshahara kama CMG kwa wakati tarehe 25. Wewe ndio kwako kulini ishawaka ile. Ishawaka, mpumbavu ishawaka. Clown FM ishawaka. Ngoma juu ya ngoma. Tarehe 1 wanazindua vipindi. Alafu anasema ile ni ya wote ile. Wote hata ukienda pale unaokota. Kuna familia. Ipo ya familia sio unajua baba mama wote wengine mani wanaweka wanatangaza. Ndugu zangu ni hamna maswali mengi asanteni. Mwidini amsha popo. 88.1 Clouds FM. Nipo hapa kanda ya Ziwa. The People Station.